Ratiba ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara rasmi imewekwa hewani kuelekea msimu unaokuja 2026 2027, lakini tarehe ya Kariakoo Derby nazo zimewekwa hadharani. Tuko hapa na Dr. kuyazungumza hayo. Dr. kwema? Kwema niambie. Tunashika vizuri. Niko poa. Umeshuhudia kabisa live tukio la upangwaji wa ratiba ya Ligi Kuu kuelekea msimu unaokuja. Dr. Umeonaje kwanza ratiba ilivyokaa? Kwanza ni washukuru uongozi wa bodi ya ligi kupitia CEO wa bodi ya ligi, CEO CPA Kone Banaba kwa kunialika kuja hapa kushuhudia, kwa miongoni mwa mashabiki ambao nimekuja kushuhudia tukio hili kubwa la kihistoria katika taifa letu. Tangu mpira umbwe, tangu mpira uanze kuchezwa katika taifa hili mwaka 1965, wewe ulikuwa hujazaliwa. Tangu mpira uanze kuchezwa katika taifa hili mwaka 1965, wewe ulikuwa hujazaliwa. Ilikuwa haijawahi kutokea rekodi ya kihistoria ambayo imewekwa na CEO wa bodi ya ligi wa leo na TFF ya Kalia leo ya kuanzisha mfumo wa kidijitali wa upangaji wa ratiba. Wow, fantastic, marvelous. Niwapongeze sana viongozi wa TFF, nimpongeze Rais Kalia, kiongozi bora sana, rais ambaye amekuwa na mafanikio makubwa kwa kuja na idea hii hapa. Vision yake ni kubwa na wana michezo tunampenda sana, tunampongeza mno. Lakini napongeza watendaji wa bodi ya ligi, mwenyekiti Nasoro Idrisa Faza, lakini pia CEO wa bodi ya ligi na watendaji wake wote kwa kazi kubwa ambao wanaifanya. CEO Nasoro, CEO Corneli na Barnabas, kazi kubwa sana amefanya, respect. Leo tumeona presentation ya kupanga ratiba ya bodi ya ligi imetumia dakika 3 na sekunde 46 tu. Wamepress button, imeenda mechi 240 za NBC Premier League, mechi ambazo Simba nasema mechi 30 kwa vilabu 16 zimepangwa na viwanja vyao, na nani anacheza away na nani anaanzia ugenini na nani anaanzia kile kiwanja nini cha nyumbani. Hao ndio maendeleo ambao wana michezo wa taifa hili kama Dr. Mo tulikuwa tunataka tuyaone kwa TFF bora na bodi hii ya ligi bora ambayo inaupiga mwingi sana. Kwa kweli niwapongeze, ni jambo kubwa ambalo mkuja nalo na mimi nimejisikia faraja. Sasa yale malalamiko yale kuanzia leo tumefanyaje? Tumeazika. Malalamiko FC, kuna watu wanalalamika, si Simba anapendelewa, si Swala anapendelewa. Kwa staili hapa hakuna mapendelewa, wote tumepanga ratiba. Kwa maana yake hata nyinyi waandishi wa habari leo mmeshiriki kupanga nini? Ratiba. Kwa ratiba hii ya kidijitali, yale malalamiko atakuwa hayapo tena kuanzia leo kwamba Swala anapendelewa, Swala anaonewa. Kuna wakati mimi klabu yangu ya Simba ilishawahi kucheza mechi kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa ratiba hii manake hao mambo atakuwa hayapo. Ni ratiba rafiki na uzingatia weledi, misingi na kanuni ya uendeshaji wa timu na mpira wa miguu. Sio nzuri. Kwa hiyo malalamiko FC atakuwa kwa sababu ratiba hii haijapangwa na mtu. Zile simu kwamba usinipange na fulani, nipange na hakuna. Vile si vimemo hakuna. Kwa hiyo tumefurahi sana na ni kikubwa ambacho tumefurahi. Naanza kumnyoa nyuma mwiko mwezi wa 10. Utakuja mwezi wa 10 nyuma mwiko naanza kumnyoa. Tamnyoa mwezi wa 10. Kabla tujija kwenye Kariakoo Derby, Simba msimu unaokuja mnatumia uwanja wa Uhuru baada ya kuhangaika mara KMC mara Isamuyo, uwanja wa Uhuru hapo. Atuhangaiki, klabu ya Simba ni klabu ya wanachama. Kupeleka mechi KMC, kupeleka mechi Jenerali Samuyo, maana yake ni kupeleka mechi kwenye timu, kwa wenye timu yao wakaione. Hatuhangaiki, tunarudi uwanja wa Uhuru kwa sababu ni uwanja mkubwa, una nafasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekeza pesa mabilioni ya hela. Tuwapongeze Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kupitia serikali ya Dr. Samia kwa kuweka bilioni ya hela. Sasa tumepata uwanja ambao kamili ambao tunaweza kukaa kiwanja cha nyumbani. Uwanja wa Uhuru umemiti CAF standard. CAF International Standard ni uwanja ambao klabu ya Simba, klabu ambayo ni bora kwa sasa hivi Tanzania na ukanda wa Sekafu, ndio uwanja ambao unapaswa kuwa uwanja wa nyumbani, kwa sababu sisi mpira wetu ni professional footballer. Sio nzuri. Tuna wachezaji wakubwa, tunawalipa milioni ya hela. Hawawezi kucheza kwenye viwanja ambavyo vitatarisha afya yao. Kwa lazima wacheze kwenye kiwanja ambacho ni kizuri, kina nyasi nzuri, mazingira mazuri. Dr. Mo napata sehemu nzuri ambayo ni comfortable na hela zangu nizitumie vizuri, kwa sababu unapata shida utafuta hela. Unapata shida tena kuzitumia hela. Haiwezekani. Ndio maana tunarudi Uhuru sema ambako tuna VIP area nzuri, VIP safi na mazingira mazuri. Kwa kweli tuwapongeze serikali. Kuna majirani zenu pia. Watakuwepa sasa, wale tunajua wale ni watu wa kukopi na kupesi.
na wamefurahi. Walikuwa wameenda kuvunja njazi njia panda ili waombe mfumo wapange uhuru. Kwani hujui? Si ndio kazi zao? Umesahau? Walikuwa wameenda kuvunja njazi njia panda kuomba mfumo wapange ligi kuu. Lakini tunashukuru Mungu, nimejua kwamba kumbe mwezi wa 10 kuna mtu atalia na mwezi wa pili kuna mtu atalia. Na sisi dhamira tulionao kama klabu ya Simba, kama mashabiki wa Simba, msimu huu Simba hii hatari, tunataka hawa jamaa wasite timu uwanjani. Unaanza kuzungumzia mwezi wa 10 wakati kesho kutwa tu mnakichafua tena. Kesho kutwa mechi imeshaisha kaka. Wana Simba wanunue tu jezi za Jeruti mpya. Wanunue jezi kwa wingi, wa press order. Zikizinduliwa jezi za Jeruti za msimu huu, watu wanunue jezi. Alafu mechi tarehe 12 wanaachia mimi Dr. Mo. Mechi tarehe 12? Mechi tarehe 12 wana Simba na wanachama wote nchi nzima. Wao kazi yao kununua jezi tu. Mechi tarehe 12 waniachie mimi. Nikifungwa na acha mpira. Nikifungwa mechi hiyo mimi naacha 12. Nikifungwa na acha mpira. Unajiamini sana Dokta. Kaka, hiyo mechi imeshaisha. Utarange, imeshaisha hiyo mechi. Tayari mchezo hujachezwa. Wanachama na mashabiki wanunue jezi tu kwa wingi. Siku hiyo waje wamevaa jezi kwa wingi uwanjani za Jeruti ambazo zinazinduliwa msimu huu. Kinachokupa kiburi nini Dokta? Brother, tumejiandaa vizuri. Amekuja mchezaji bora wa World Cup, hujamwona? Mchezaji bora wa World Cup. Nani? Si Rodri. Rodri. Kevin Nacho, hujamwona? Kaka. Rodri. Sasa Kevin Nacho ni mchezaji mwenye quality kabisa, level ya kina Rodri. Jana ametambulishwa jamaa na ameanza mazoezi pale Mo Simba Arena. Hamjaona ndugu zangu? Hamjaona? Sikujua kama ndio huyo Rodri. Nauliza swali. Kuna kiungo gani Tanzania ukimtoa Yusuf Kagoma mwenye quality kubwa kama Kevin Nacho kwenye eneo la intactness defensive midfielder? Nani? Mtaji. Mzawa nani? Nani kama Kagoma na ni Kevin Nacho ukimwacha Kagoma? Nani? Hayupo. Hizo ndio quality za Simba, tukakucheza Simba. Na malengo makubwa na vision na viongozi wa Simba ni kuchukua ubingwa wa CAF Champions League na kuchukua ubingwa wa NBC Premier League ambao tumekosa padogo tu kwa makando ya wenzetu. Hapa mmelamba dume kwa Kevin Nacho. Yaani big yes. Sio dume tu, ni big yes. Hivyo. Kwa sisi tuna imani. Haya anakuja Ibrahim Dumbia. Unamjua Ibrahim Dumbia? Kutokea Mali. Huyo hatari. Weka mbali na watoto Ibrahim Dumbia. Mchezaji ana kilo 58. Ana urefu ni inchi futi 6. Mchezaji ana uwezo wa kufunga hadi kwa ugoko, anafunga mpira, anafunga kwa ugoko, kwa tumbo, kwa kiuno. Mchezaji ana magoli 17 ligi ya pale nchini Mali. Ana assist 8 za goli. Huyo Ibrahim Dumbia, na niwaambie taarifa yenu, yupo Bongo. Yupo Bongo. Mapema. Tayari na tushamaliza kandarasi miaka 3. Ibrahim. Sasa hatua huyo. Hapo Mwalimu Selemani mwalimu yuko nje anausoma mchezo. Pale ndani yuko Ibrahim Dumbia, mchezaji mwenye usanaa ya kufunga. Clinical finisher, ana uwezo wa kufunga mazingira yote magumu. Mazingira yote magumu anafunga. Magoli 17 ambayo amefunga msimu huu. Amefunga magoli 9 nje ya boksi. Manake mita 32 nje ya 18. Na magoli 6 ambayo amefunga ndani ya boksi. Na magoli 3 amefunga free header. Yaani anaweza kuruka akaganda dakika 5, akanywa juisi, akavaa jezi ya Jeruti na akavaa tena na akafunga goli. Ibrahim Dumbia. Tishio kinachokuja. Huyo mwanaume na nusu. Bila kwamba kwa ratiba hiyo iliyotufavor wengi. Tuna imani msimu ujao ubingwa tunachukua wa NBC Premier League, lakini pia tunachukua nini? CAF Champions League, tunachukua FA tena, CRB Federation Cup, na tunachukua tena muungano kwa kufunga Yanga tena. Lakini uone mabalaa wanayowashusha watani zako kwa kumshusha kijana mdogo Chuga. Usajili wa Yanga ni usajili wa AI, wa laptop, hata wewe pia unaweza kaufanya. Usajili wa matangazo, usajili wa AI inaweza ikakuchezesha wewe muziki hata umesimama hapa, unajua? Ndio walikuja, Mama Dumbia, Dudu Washa, si nini? Kiko wapi? Kafanya nini? Wakaja sio kuwa hatari, kiko wapi? Wakaja na Buba si Bubabo, kafanya nini? Wakaja sina Musa ba content, mchezaji ambaye hata mechi nne hajacheza. Au ndo Yanga? Uamini kwenye ubora wa Chuga Boy? Upi? Chuga Boy, mimi nimecheza na Chuga Boy. Wewe? Hiyo dogo umecheza naye ndo kapu mtani. Mechi zaidi ya 8 na mimi nilikuwa namuelekeza piga pasi hapa za katikati hapa. Lete pasi hapa, lete hapa. Nimecheza naye
Hivi fikia mimi nilipo veterani, umri wangu umeenda na kilo kibao, nacheza na Chuga na ndafunga mimi. Yeye hafungi. Wewe hujaniona kwa dabi mashabiki pili nilivyo score. Nimemcheza naye Chuga mechi 8. Kwa ushahidi, yani sio kwa kuongopa. Mechi 8 za ndondo. Mimi Chuga nilikata kumsajili Chuga nimpete Sinza Star. Pale Sinza Star cheza ndondo msimu huu. Na nilikuwa akasema katani ndio level zake hizo. Level zake ni kucheza ndondo cup, sio ligi kuu. Na bado mimi nawaambia wallahi nawaambia. Akicheza Yanga msimu huu mechi hata 10 na akafunga goli, wewe nakupa milioni 1. Akicheza huyo Chuga anacheza akicheza Yanga mechi 10 tu na akafunga goli hata 2, wewe ndio chukua milioni. Hii inahifadhi. Hifadhi. Atapata nafasi wapi? Yule amechukua akakae benchi. Umeelewa? Akakae? Ni vichekesho. Unajua kazini kuna wataalamu wa kupiga hela. Unaweza wakaa unadaiwa ada mtoto wa nini? Tunapataje hela? Mnaandika miradi pale ofisini. Sasa pale Yanga lazima ili onekane hela imetumika, lazima onekane umesajili. Lakini daktari, inaonekana kama Simba kuna standard fulani ambao mmeiset wachezaji wenu hata ndondo wacheze. Tunaona hata huyu Chuga ambao mmesajili juzi jana anacheza kwenye ndondo. Kina wachezaji wa Simba kama kuna standard fulani ambao mmeiweka hivi. Tushavuka huko. Ndondo Cup maana yake ni kuwapa platform vijana mtaani ambao hawaonekani. Ndio maana Ndondo Cup yani iwainue vijana wadogo, iwa uplift, waje kwenye level kubwa, waonekane ligi kuu, wakacheze nje nchi. Sasa kama wa ligi kuu wa Ndondo Cup, hawa wa chini watacheza wapi? Kabla Simba tuna weledi mkubwa, viongozi wa Simba wana weledi mkubwa, ndio maana hawaruhusu wachezaji wao ambao wameshafika kwenye professionalism entity kurudi tena chini. Platform ya Ndondo Cup imekuja kuwainua vijana wadogo wa mtaani, kuwashika kuja juu. Ndio maana CRDB Foundation kupitia Imbeju wakaamua kuizamini Ndondo Cup ili ije kushika vijana mtaani, ipeleke duniani, wakaonekana kwenye vilabu vikubwa, wakasaidia national team. Sasa wachukua wachezaji wa Simba na Yanga ambao kwa national team wote Ndondo Cup. Maana yake umeziba nafasi za vijana ambao wanatakiwa shika mikono. Sio, umeelewa? Ndio maana Simba hawezi kuruhusu watu kwenda kule. Umeelewa? Kwa Daktari, tumalize na hili kabisa. Tunategemea nini msimu unaokuja? Vyuma vinaendelea kushuka sasa. Kwanza msimu unaokuja, kwanza nimewapongeza bodi ya ligi hapa na watendaji wake wote kupitia CEO kwa kazi kubwa wameifanya kutetea mfumo huu wa kisasa. Lakini nimewapongeza TFF kwa kuja jambo hili kubwa pamoja na bodi ya ligi. Sasa yale malalamiko ambayo tulikuwa tunayaona, sasa malalamiko haku. Sasa hivi hakuna kizingishio. Rais amesema tusajili wachezaji 40. Kwa ukifungwa umefungwa wewe. Unazuri. Yaani ukifungwa ni wewe na ubovu wako. Unatusajilia kila Chuga. Wewe tarehe 12 kupiga bao 3, utaanza kulalamikia Kalia? Utaanza kulalamikia bodi ya ligi? Ukilalamikia bodi ya ligi tunakwambia mfumo wa kidijitali huu umepanga ratiba wenyewe. Kwa andaa timu, andaa wachezaji, tukutane msimu ujao. Tarehe 12 kuna mtu atalia hapa nakwambia. Kama vile amemagua vitunguu saumu usoni. Asante daktari. Kila la heri.